Bwana mambo vipi? Naitwa Mr. House Decoration. Bwana, kwenye ule ujenzi wetu wa fence, na ni ujenzi ambao tulianza nao kuanzia msingi mpaka kwenye tofali za kusimama, lakini pia tukafanya na finishing ya plaster pamoja na landscape, kwa maana ya ndani kuna maajabu mengi ambayo tumeyafanya. Tukianza kwenye swala zima la capstone hizo ambazo nitaingia ndani nitakuonyesha, lakini kuna hizo nguzo ambazo unazoziona hapo ni nguzo fulani za tofauti kidogo. Unajua watu wengi wamezoea kwenye gate kuna kuwa na nguzo nyembamba, lakini nguzo zangu nimezifanya zimekuwa nguzo nene. Lakini sasa hivi tupo kwenye swala zima la kukata hizo capstone kwa ajili ya kuweza kufanya maandalizi ya kuweza kuweka paving. Capstone ni hizo hapo, na ukiangalia ni kama kuta fulani hivi ambazo tumeweza kutenganisha sehemu ya garden, lakini pia hii nyumba kwa ndani kuna sehemu ya kama shamba ambao ni hilo hapo unaliona, ambapo huko hatutoweka hizo nini paving, lakini huko kwingine kote tutaweka paving. Kwa hiyo tumeanza kufanya arrangement ya kuweza kukata maeneo ambayo yatakuwa hayaweki paving na maeneo ambayo yanawekwa paving. Lakini kipindi hicho kwenye lile gate pale nadhani mnaliona ofisini muendelezo wake, kwa maana sasa hivi limeshamalizika na leo tunakuja kulifanyia installation yake, kwa maana kila kitu kishakuwa tayari. Kwa hiyo hizo ni sehemu ambazo za garden, lakini kwenye nyumba pia kuna capstone, lengo kuzuia. Hii capstone ina matumizi mengi. Kwa mfano kama kwenye hiyo nyumba tutaweka garden, tutaweka, nimemshauri asiweke maua, kusiwe na garden, aweke tu kokoto. Lengo na zumuni hata maji yasiweze kuingia kwenye ule ukuta, inakuwa ina protect maji ya mvua na nini kuingia kwenye ukuta wa ndani. Kwa hata fungus pia inakuwa haiwezi kutokea kwenye huo ukuta. Kwa hiyo hizo capstone zina faida nyingi sana. Kwanza zinaipa nyumba muonekano, lakini pia ni inapunguza fungus, naweza kusema, kwa sababu maji yanakuwa hayagongi direct kwenye ukuta. Lakini pia hii nyumba kwa upande wa nyuma na bavuni kuna sehemu ya wapangaji, yani ni apartment pia. Nyumba kubwa ni nyumba ya mwenye nyumba, lakini huku kwingine ni sehemu ya wapangaji. Na kipande hiki hapa hatujaweka capstone kwa sababu chenye ni chembamba. Kwa hiyo tukiweka capstone kipande hicho hapo unachokiona kitakuwa kifinyu sana. Kwa hiyo tukaacha. Kuna baadhi ambazo tumeweka capstone, kuna baadhi ambazo hatujaweka capstone. Na ushauri wangu kwa wadau wa ujenzi, unapotaka kuweka paving, jitahidi sana uweze kutenga maeneo kwanza ambao unayotaka kuweka paving zako. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa, anza kuweka capstone ili hata ukija kupigiwa mahesabu ya paving yawe yale, kwa sababu mafundi paving wengi ni wazulumishi kwenye swala la square meter. Anaweza kukwambia eneo lako lina square meter kadhaa, alafu lile eneo akawa amelipigia mpaka zile eneo za garden na nini. Kwa hiyo mwambie kwanza tukubaliane kutengeneza capstone. Unatengeneza capstone yako, alafu unamwambia apime eneo sasa ambalo linawekwa paving. Kwa hiyo ni ushauri ambao nawapa, na hiyo ni nawasanua kama mlikuwa bado hamjasanuka. Lakini mpaka hapo baadaye kidogo tutaweza kufanya installation ya geti letu na tutakuwa tumemalizana na mteja wetu. Kinachofuata ni zoezi la kuweka paving. Mpaka hapo nimemaliza. Mimi naitwa Mr. House Decoration. Nikuombe mdau wangu, mwisho wa video hii don't forget to subscribe.